mumanhaja. Usomeshaji ni wadhifa au mihna, kazi au shughuli ambayo imepangika, isiyoenda kiholela. Nukta ya kwanza, at-ta'lim au amaliyatu ta'lim, amaliya mumanhaja wa munadhama. Ni shughuli au kazi ambayo yaenda kwa manhaj, yani mumanhaj, imepangwa kwa nidhamu maalum, imekuwa programmed, haiendi tu kiholela. Kwa msingi huu wa kwamba amalia ya ta'lim ni amalia mumanhaja na ni amalia munadhama na ni amalia murattaba, lazima iende kwa namna ile inavyotakiwa, ilivyokuwa ni mumanhaj, ilivyokuwa ni munadham, ilivyokuwa ni murattab, ili ilete natija mzuri kwa sababu ya kufuata nidhamu iliyowekwa ya ufundishaji. Baadhi ya mazungumzo yanayozungumzwa katika daura kama hizi, labda utamsikia mtu akizungumza sana kueleza mikakati na mipangilio na kadhaa na kadhaa, lakini hataji aya wala hadithi. Kwani hivi vitu si vya Kiislamu? Ni swali mtu anaweza akajiuliza. Hivi vitu ni vya Kiislamu kwa njia nyingi sana, lakini kwa kuwa vitu hivi wenyewe vimetumikiwa na khubara katika ilmu tarbia, wengine walikuwa hata si Waislamu kamwe, lakini ni khubara katika masala ya usomeshaji, ni khubara katika masala ya manahij, ni khubara katika taraiq at-tadris au ilmu an-nafs tarbawi wa ghairi dhalik. Lakini sisi tuishi katika ulimwengu wa aslamatul ma'rifa. Hilo tuliweke sana katika akili. Tunaishi katika ulimwengu wa aslamatul ma'rifa, yani maarifa zimesilimishwa. Maarifa zimesilimishwa kwa sababu Waislamu walipoamua kusoma na wakapatikana pia khubara wa Kiislamu, zile afkari zingine ambazo zinahusika na masala tarbia na mengineyo yamesilimishwa, yani yamewekwa kwenye mizani ya Kiislamu, yakafanywa, yani yakatengenezwa upya Kiislamu. Ndio utasikia albunuk alislamia, kwa mfano albunuk alislamia, hakukuwa na bank katika Islam, lakini muamalat zinazotabikishwa ndani ya bank ni muamalat za kubali kusilimishwa, yani zinakubali kwenda Kiislamu, tukaamua kwenda nayo Kiislamu, ndio ikaitwa bunuk islamia au muamalat islamia. Waliotengeneza ni khubara, pengine hata si Waislamu, lakini Waislamu walipokuja kuisoma, wale ambao ni mutakhasisin katika ikhtisad na tijara na fiqh muamalat, wakajaribu kuweka nidhamu ya Kiislamu ya kutabikisha yale yale ya Kiislamu, lakini kwa uslubu wa kisasa. Wakayawekea majina au mustalahat jadida, kukaitwa kina mudharaba, kina musharaka, na ni zile zile katika al-fiqh al-islami. Siko huko, lakini najaribu kuwafahamisha maana ya aslamatul ma'rifa. Ilipokuja katika ilmu tarbia pia, khubara wale wenye ujuzi wa Kiislamu wakakaa wakasoma ile khibra kutub ya tarbia, wakaziweka kwa nidhamu ya Kiislamu, zikaitwa tarbia islamia. Tarbia islamia kwa nidhamu ya Kiislamu. Kwa hiyo baadhi ya vitu tunajifaidisha kutoka kwa khubara ya tarbawiyin, lakini bitarika islamia ambayo Uislamu haupingani na tarika yoyote ambayo inaenda sawa na inaleta faida kwa jamii bila kupitia haram. Kwa hiyo tufahamu hivyo. Sasa katika jumla ya aslamatul ma'rifa ikaja masala ya ilmu nafs tarbawi, ikaja masala tarbia, ikaja masala takhtit, ikaja masala ya manahij, ikaja yote hayo ni uboreshaji uliofanywa na khubara wa Kiislamu katika majali ya tarbia. Hakuna cha Kikristo wala cha dini nyingine kinachofundishwa, kinafundishwa kitu kilicholetwa na khubara, ayan kana hadha al-khabir, au ni muslim au ghairu muslim. Lakini sisi kwa kuwa tusomesha tarbia islamia, tunaenda kwa nidhamu islami, tunaenda kwa nidhamu ya Kiislamu ambayo ndio tunatekeleza katika madarisi zetu. Lakini tunafaidika pia mara nyingine kwa fikra ya wengine, madamu inaendana na fikra ya Kiislamu tunaiboresha Kiislamu, inakuwa ni ya Kiislamu. Unapoelezwa arkanu ta'lim kwa mfano, bisur'a tukiambiwa arkanu ta'lim kwa mfano, ulama wanatuambia arkanu ta'lim 4. Arkanu ta'lim 4.
Wakasema al-awwal al-muallim, kwa sababu amalia taalim haiwi bila muallim. Huyu muallim utamuita muallim au mudarris, yote ni sawa, na hii ina tofauti mbili, muallim na mudarris pia. Nguzo ya pili ni al-mutaallim, talib, yani mudarris au muallim na talib, al-mutaallim. Thalithan wanasema al-muhtawa au al-manhaj, kinachosomwa. Al-mudarris wal-mudarras wal-mudarras wa bi'atu tadris, yani al-muallim wal-mutaallim wal-manhaj wa bi'atu tadris au bi'atu ta'allum au bi'atu ta'lim, ikikusudiwa madrasa. Kwa lugha ya haraka kufahamika ni mwalimu, mwanafunzi, kitabu na mahali pa kusomeshea. Hii ndio arkani ya misingi katika amalia taalimia au tarbawia. Tayib, tunapokuja katika masala ya arkanu taalim, tukapata kwamba ni muallim na mutaallim na manhaj na madrasa au bia ilmiya au bia taalimia. Nafikiri hizi ni arkan muttafaq alayh, yani sisi tunakubaliana sote kwamba hakuna kazi ya ufundishaji bila mwenye kufundisha, hakuna kazi ya ufundishaji bila mwenye kufundishwa, hakuna kazi ya ufundishaji bila kuwa na kitabu cha kufundishwa, na hakuna kazi ya ufundishaji bila kuwa na mahali pa kufundishia. Itafaqna. Sasa kila mmoja katika hizi arkan zina nidhamu yake maalum zimewekewa. Mwalimu amewekewa nidhamu yake, mwanafunzi amewekewa nidhamu yake, manhaji imewekewa nidhamu yake, na madrasa nayo imewekewa nidhamu yake. Mimi naenda na nyinyi kwa siendi deep, naenda juu tu kwa sababu nyinyi mnaelewa, ni walimu. Ili amalia taalimi ya iwe najiha, ni lazima arkan zote zipatikane, kisha ziwe najiha pia vile vile. Yani mwalimu awe ana utaalamu wa kutosha, mwanafunzi awe anapatikana vizuri na ana idrak ya kuweza kufahamu, kinachosomeshwa kinatosha kuwa ni manhaj, kinatosha kuwa kinatoa maarifa, na mahali unaposomeshea haileti tatizo. Ndio maana wewe ukitaka, nikupe mfano tu, ukitaka kujenga shule hivi sasa, kitu cha kwanza unachoambiwa na Ministry of Education kabla hata chochote, wanakwambia haya, tunataka kujua kwanza muasisi wa shule ana qualification gani ya kuweza kuasisi shule. Yani mwenye kuanzisha shule, mmiliki wa shule kama ni private, ana kiwango gani cha maarifa ya kielimu ya kuweza kuran, yani kuendesha hiyo shule. Kisha sisi tunakuwa wakali bwana, vikwazo kila kitu bwana, paka na madigrii na si tumekubaliana mwalimu ni nguzo ya kwanza katika taalimu. Tumtaka mwalimu yupi sisi? Mwalimu tu kiholela tu? Ndio serikali ikaweka nidhamu, na nikisema serikali hatujaja hapa kufundisha nidhamu ya serikali. Tunajaribu kueleza nidhamu tunayoishi nayo katika mujtama wetu, kwa sababu sisi ni part of hiyo mujtama, sisi ni kiungo katika mujtama. Tuielewe mujtama yetu inaishi vipi. Unaambiwa wewe unataka kuanzisha shule, kama mwenye shule una qualification gani ya kumiliki shule? Ndio wakaweka kama unataka kuanzisha primary, lazima kwa uchache wewe uwe una kiwango cha juu ya primary, yani uwe angalau umemaliza form 4, uwe mmiliki wa shule. Ikiwa unataka kuweka by the way, primary ukiweka lazima uwe kwa uchache uwe na diploma, ndio unaruhusiwa kumiliki shule kama mmiliki wa shule. Ukitaka kuanzisha secondary school, kwa uchache uwe na degree. Katika registration requirement lazima uwe na hiyo. Nikiwauliza kwa tafutwa nini hapo? Kwa tafutwa mtu anayefanya kazi kwa kuielewa ile kazi. Hii shahada ndio inaonyesha ministry kwamba wewe unafanya biashara unayoijua na unayoielewa. Ya kwanza hiyo. Ya pili wanakuambia haya, walimu utakao waweka wasomeshe nidhamu hiyo, tunataka kuona qualification zao wote ni wangapi kwanza,
na kiwango chao cha elimu ni gani. Leteni karatasi zenu. Utakapotekeleza vigezo vile vinavyotakiwa na Ministry of Education, ndio unaruhusiwa sasa, umeruhusiwa kufungua shule. La pili hilo, si ndio? La tatu, wanakuambia tunakuja pale field kufanya assessment ya jengo unalotumia liko vipi. Arkani ya ngapi hiyo? Ya tatu. Unakuja unaulizwa mahali unapofundisha wewe ni mahali sampuli gani? Watoto unaowafundisha unawaweka katika baridi au katika joto au katika hali ya upepo mkali? Manake utaenda kuwaua watoto wa watu, Sheikh. Mpaka uangalie standard ya jengo, kuna vyoo vya kutosha, kuna makalio ya kutosha, kuna hali ya hewa nzuri, kuna mahali pa kucheza na kupumba. Watu wanafikiria haya yote ni vikwazo vya watu kunyimwa. Yani tunatengenezewa mazingira ya Kiislamu safi. Tuko pamoja mpaka hapo? Mwisho wanakwambia haya, utasomesha kitu gani? Ukisema mimi shule yangu ni international, wanakwambia haina neno. Leta hiyo manhaji ya international tuiangalie. Wanaikagua ile manhaji. Je, hii manhaj inakimu mahitaji ya mtoto wa Kikenya kwa upande wa jamii, kwa upande wa maadili, kwa upande wa maarifa, kwa upande wa wujdan, imani? Ikiwa itakimu mahitaji hayo, ndio unaruhusiwa kuambiwa manhaji hii unaruhusiwa kuisomesha, lakini kwa mkataba na makubaliano na Ministry of Education, ili kusisomeshwa kisichojulikana katika nchi. Tuko sambamba? Na hii ni kanuni ya tarbia ya nchi zote, si Kenya peke yake. Na mimi sizungumzi haya kwamba labda nafundisha mambo ya kiskuli, nazungumza haya ili tuje baadaye tufanye mukarana, sisi tunatakiwa tuwe na level gani pia kama masomo ya dini. Ikiwa tunakubaliana lazima kuwe na muallim, tena mutqin, ambaye ni mwalimu wa kisawasawa. Tuwe tunakubaliana kwamba lazima tuwe na wanafunzi, ndio walengwa. Tukubaliane kwamba lazima tuwe na manhaji, ndio kinachotakiwa wale watoto kunyweshwa, kulishwa. Ile manhaji ndio maisha yule mtoto kimaarifa. By the way, nina imani kwamba tuna wasomi wa tarbia hapa ndani. Kuna watu waliosoma tarbia. Malengo ya taalim, ahdaf ya taalim inagawanyika sehemu tatu. Wenyewe wanaita al-ahdaf al-ma'rifiyya wal-ahdaf al-maharatiyya wal-ahdaf al-wujdaniyya. Ahdaf za taalim hazitoki nje ya hizo. Ahdaf ya kwanza ni ahdaf ma'rifiyya. Vipi yani? Ahdaf maarifia, mimi nataka kumkuza huyu mwanafunzi kimaarifa. Kuna vitu lazima ajue kwa umri wake wa miaka 6, miaka 10, miaka 12, mpaka level ya miaka 16 secondary school, mpaka jamia miaka 20-25 akimaliza, mpaka baada ya hapo kuna ahdaf zishapangwa. Unajua nikisema kuna ahdaf zishapangwa, mtaanza kujiuliza nani amepanga? Tunakuja kwenye at-takhtitu tarbawi, ndio inayotuambia nani alipanga, ili tusidandie mambo katikati. Kwa hivyo ahdaf ya mwanafunzi kufaa kupewa vimegawanyika sampuli tatu. Ya kwanza ni al-ahdaf al-ma'rifiyya. Huyu mtoto lazima awe na maarifa kwa mazingira anayoishi na mazingira yaliyomzunguka na mazingira ulimwengu mzima. Kuna ahdaf al-maharatiya, ya ukuzaji wa vipaji. Maharati, mahara ni kujua kuandika vizuri, kujua kusoma vizuri, kujua kutengeneza. Ndio wakatowekea CBC kwa sababu ya kutekeleza malengo hayo ya maharati. Kisha kuna ahdaf wujdaniya. Ahdaf wujdaniya, wujdan yani ahdaf imaniya. Tunaweza tukasema mtoto huyu namjenga vipi kimaadili? Nimemjenga kimaarifa, namjenga kiujuzi, na namjenga kimaadili, ndo wakaita wujdan, imaniyat. Ndio maana unapotizama structure
na haikal ya taalim yetu ya nchi yetu ya Kenya umuman, kabla hatujaangalia ya kidini, utakuta kwamba mtoto anafundishwa kimaarifa. Kuna vitu anafundishwa kuambiwa Kenya ina mito mingapi, Kenya ina mikoa mingapi, Kenya ina kaunti ngapi. Hiyo ni maarifa, anafaa kujua mazingira anaoishi, ulimwengu kuna bara ngapi za ulimwengu, alqarat. Hata sisi tunasoma katika jiografia na tarikh katika madarasa zetu, si ndio? Haya yanatekeleza ahdaf maarifia. Mtoto anafaa kujua vitu vingi. Kwa hiyo kila kinachompa maarifa katika akili yake kuweza kufanya tafkiri na kuweza kuelewa na kutambua zinaitwa ahdaf al-ma'rifiyya. Ukija katika al-ahdaf maharatia, mtoto huyu akiwa miaka 6 anafaa kujua nini katika utendaji, sio katika kujua kitu kwa akili, katika kutenda. Ndio utaona pale madrasa mtoto akipelekwa kwanza hafundishi kuandika kwa mwaka wa kwanza, kwa sababu hajafika kiwango cha kujua kuandika. Ama anafunzwa kuandika kwa kupewa kartasi na mabonzo, picha za mabonzo tu za kufanya nini, za kuchora tu. Kwanza ule mkono shekhe huwezi kurukia kuandika bismillahirrahmanirrahim kwanza mpaka kalamu izoee kushikwa. Sasa ile uslubu ya kujaza picha na marangi na coloring na nini zile, ile lengo lake huwa inatekeleza hadaf maharati. Hadaf maharati ni gani? Mtoto kwanza anapozaliwa hajui kushika kalamu. Sasa madamu hajui kushika kalamu, huwezi kumwambia shika kalamu andika kitu cha kisawasawa. Anaandikiwa vitu vya kuchorwa, na mara nyingine zishachorwa, anawekewa chungwa, anaambiwa lawin hadhihi sura. Ile lawin usione ni upuzi sheikh, ni wewe unamfundisha mtoto namna ya kushika kalamu mpaka mkono unazoea. Baada ya hapo sio kulawin tena, unamwambia chora picha kama hii, unaenda naye step by step mpaka mkono uendelee kuchora. Baada ya hapo unaandika kawin jumla min hadhihi alkalimat, ama uktub hadhihi alkalima, ndio utakuta imeandikwa alif, unaandika alif wahid hivi, kisha arnabun, andika neno arnabun, kisha chora picha ya arnab yenyewe. Watu wanafikiria haya mambo ni ya upuzi, lakini haya ndio yanamkuza mtoto kujua kuandika na kusoma na kuelewa. Tayari ishakusanywa ahdaf zote pale. Ahdaf maarifi ashajua kuna mnyama anaitwa arnab. Ahdaf maharati ashajua kuandika na kuchora. Hii haitahusiana na iman kwa sababu si masala ya kutekelezwa katika mujtama. Hii inabakia kwenye ahdaf maarifi na maharati. Tumeelewana paka hapo? Baada ya hapo akifika umri fulani sasa ndo anaanza kuandika bismillahirrahmanirrahim. Anaanza na kalima, kisha kalimatain, kisha jumla, kisha paragraph mzima, peji mzima, yanaenda namna hiyo. Hata wale watoto wetu wanaosoma duksi wale wadogo, kwanza hawafundishwi kuandika alhamdu kamilan, wanafundishwa kuandika alif kwanza, alif wahmale, sio wenyewe wanasema, na zinginezo zinazofuata. Na hapa ndo watu wanashangaa, kuna asalibu ya tadrisi inatumika na taraik ya tadris. Masala ya kufundishwa mtoto kueleza herufi kwa lugha yake, hiyo ni moja katika asalibu tadris. Sisi tulikuwa tunafikiria labda mtoto wa Kisomali akiimba alif kadhaa, ba kadhaa, ta kadhaa, nini zile, nafikiri watu wanafikiria ni nyimbo za kiupuzi. Ile imewekwa kutambulishwa herufi hii maana yake ni kadhaa. B maana au ba ina kitone cha chini, ta ina vitone viwili katika, tha ina vitone vitatu juu. Hizo ndo zinaelezwa kwa lugha wenyewe wakazielewa. Ni katika turuku tadris, ni katika kukuza watoto waelewe lugha yao, wafahamu zile herufi kwa lugha yao. Na kwa Kiswahili pia vile vile, alif, arnabun, sungura, hivyo. Tusiende mbali sana. Ahdafi ya tatu ni ahdaf wujdani au ahdaf imani au ahdaf qiyami, ahdaf ambayo yatarajiwa baadaye matekelezo ya maadili mema katika jamii. Yani huyu mtoto nimemfundisha, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hapa kuna ahdaf zote zimekusanyika, na ahdaf imani tayari ipo. Mtoto huyu kesho akitoka pale
ashajifunza kula kwa mkono wa kulia, ndo dini yake. Ashajifunza kula kilichoko mbele yake, ashajifunza kusema bismillah na kilicho mbele yake na mkono wa kulia. Sasa hizi ni ahdaf wujdania zinatarajiwa zitekelezwe baadaye, ili mtoto sasa akuzwe kimaarifa na kimaharat na vile vile kiqiyam. Na tukisema qiyam tunamaanisha akhlaqiyat, sawa sawa, mbali na kuwekwa somo la akhlaq. Tayeb, na mara nyingine mwalimu anashindwa kutafsiri. Kuna wengine walikuwa hawajafanya tahdhiri ya somo, basi amekuta leo tunasoma wapi hadithi ya ngapi? Ya 5. Bismillah, kaangalia ghafla. Tayeb, hadithi ya leo, mtume anamwambia Abdullah ibn Abbas, ya ghulam samillah, sema bismillah. Hiyo samillah kidogo imekaribia kuwa bismillah, sio samillah, mtaje Mungu, sema bismillah. Wa kul bi yaminik, tumeambiwa yamin maana yake ni mkono wa kulia. Kula kwa mkono wa kulia, yani mwalimu anajaribu kama ndio au sio. Sasa tatizo likaja katika wakul mimma yalika. Kiarabu kimepanda kidogo, kimekuwa gumu. Habia hii sijui mwalimu wetu zamani alikuwa ametutafsiria vipi, mimi nimesahau. Wakul mimma yalika, na ule kinacholika. Ule kinacholika. Mushkila ni nini? Ni kwa sababu hakuwa ni mtu wa kuhadhir somo lake, wala hakuwa na takhtit, wala hakuwa na mipangilio, wala murajaa, wala mudhakara. Tayeb, nafikiri mpaka hapa tumefahamu haikal ya mudarris na talib na manhaj na bia taalimia ambayo ni madrasa. Vitu hivi lazima tuwe na nidhamu nayo, ndugu zangu walimu. Hata kama unafundisha chini ya mti, hakikisha mtu anapokuja kusimama karibu na mti wako unaosomeshea chini yake aseme hapa kweli ni bia taalimia, kulingana na huyu na kulingana na mahali alipo, inapendeza. Si namna hiyo? Yani hata chini ya mti pia, kama ndo uwezo wako, basi hakikisha kwamba ni chini ya mti kweli, yani ina nidhamu. Sio hapo kuna uchafu, hapo kuna makartasi, hapo kuna watoto wanajisaidia pale, hapo sijui kuna mabakuli hayajaoshwa, hapa sijui ni hii bado haijawa ni bia munasiba. Bia yaweza kuwa hata chini ya mti, lakini iwe ni bia muriha munasiba, iwe ni bia ambayo mtoto akikaa anasikia raha chini ya mti, anapumbana, anasoma vizuri kama wanavyosoma watoto wetu mashambani. Mudarris awe ni mudarris ameandaliwa vizuri, na ndio mmoja katika kukuzwa mudarris awe mudarris wa kisawasawa, ndio tukawekewa daurat na seminarat kama hizi, kwa sababu tuelewe kazi tunaifanya kwa itqani. Ndio pale tukasema mtume anasema inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan. Tunapoeleza hizi arkan za tarbia, sijui bia, muallim, manhaj, hizi sisi tunaingia katika itqanul amal, wa itqanul amali min alislam. Kwa hiyo ndio pale tukasema aslamatul maarifa. Hizi maarifa zimesilimishwa kwa sababu tayari Uislamu ushatangulia kueleza, lakini labda khubara walichelewa kuziweka kwa mipangilio. Kwani ilmu usulul fiqh tunapoambiwa aliyeanza kudawin ikakaa kama elimu alikuwa ni nani? Al-Imam Shafi'i. Kwani masahaba walikuwa hawatumii usulul fiqh katika kunakish kwao masail, katika kuchambua kwao ayat na ahadith? Walikuwa wanatumia, lakini kwa nidhamu ambayo itamsahilishia talibul ilm atakayekuja baadaye, ambaye hana kiwango cha kisahaba cha kuelewa, amewekewa nidhamu maalum. Bwana, usulul fiqh uielewe hivi. Kwa hiyo kila leo elimu ikizuka, usiseme si ya Kiislamu. Hata kama tumetanguliwa na wengine, sisi tunayo njia ya kuisoma na kuisilimisha. Aslamatul maarifa ndio tunaishi nayo. Kila kitu kinakubali kusilimishwa, isipokuwa zile ambazo ni najasa dhatia, hizo hazitahiriki, zitabaki kuwa ni najasa, itabaki kuwa ni najisa vile vile. Lakini ziko zinazosilimika zikawa Islamu. Kisa mara nyingine watu wanatoa hikayat za kuchekesha. Bwana mmoja aliambiwa, bwana, kuna mtu alikuwa anafuga mbwa, anampenda sana mbwa wake, yani mpaka anamuogesha, mara nyingine anamvalisha, akisafiri naye anamfanyia booking ya ndege, kiti chake peke yake.
Basi siku alipofariki akamwendea shekhe, bwana, mbwa wangu amekufa, nataka aswaliwe. Umeelewa hiyo? Mbwa wangu amekufa, nataka aswaliwe salatul janaza. Tangu lini mbwa akaswaliwa? Basi yule mjamaa akapuuzwa, akaenda zake na mbwa wake. Akaenda akazunguka, karudi na bunda la pesa. Bwana, mbwa wangu nataka aswaliwe na pesa hii hapa nimeweka. Sizungumzi kwamba walimu wamedharauliwa kiasi hicho. Hii ni hikaya watu wanatoa. Yule bwana alipoona pesa, huyo atafaa kuswaliwa. Baada ya kuswaliwa watu waka complain, ilikuwaje mbwa akaswaliwa? Huyu mbwa ni Muislamu. Huyu ni washabul kafi bwana, ni Muislamu huyu, ametajwa ndani ya Qur'ani. Kwa hiyo ikiwa yule ametajwa, huyu pia anafaa kuswaliwa tu. Ya akhi, najasa ikiwa ni najasa dhatia ambayo haitahiriki, itabaki kuwa ni najasa dhatia. Riba itabaki kuwa ni riba, haisilimishiki. Sio jamaa? Lakini kama kuna asalib ya kuepuka, ziko katika sheria za kuepuka. Wa ahallallahu al-bai'a. Sasa twende kwa njia ya bei, tuache njia ya riba, kwa sababu riba haisilimishiki. Tumefahamu vizuri eh? Tayeb, takhtit at-tarbawi, mustawa takhtit ni mbili. Mustawa wa takhtit ni mbili. Na nimefurahi sana aliyepanga jadwal katika kuandika, ameandika lugha ya kielimu. Kuna at-takhtitu tarbawi ambao wanaita educational planning. Sio? Watu wa tarbia wako. Lakini hii tunayofundisha leo kusudio letu, na huyu aliandika barnamij ameelewa kusudio. Kwa sababu takhtit tarbawi kwa mustawa wa juu haifai kuelezwa hapa, labda kwa ahdaf maarifia peke yake. Lakini tunachokusudia ni takhtit ta'limi au takhtit, hata Waarabu wamesilimisha neno pia, wanasema at-takhtitul bidaguji. Wanahitaji Sheikh Mahmud la kwa Kiingereza mnasema namna gani? Osman hiyo amesema, imeandikwa kwa jadwal. Lakini Waarabu mara nyingine wakieleza hii wanatumia lugha hiyo ya Kiyunani. Maana neno hii bidagoji ni kalima Yunania, kwa sababu wale walikuwa wamebobea katika fununi zote. Hata unaposikia mantiq, hata unaposikia masala ya demokratia, wengine wakatunga vitabu wakaandika al-demokratia al-islamia. Bwana mmoja aliona kitabu kimeandikwa demokratia al-islamia, akasema Waislamu wamezidi. Yaani hata demokrasi pia mtaka kuisilimisha, ambapo ni utawala wa kikafiri. Pedagogical plan ndio hiyo at-takhtit al-pedagogi. Demokrasi pia mnataka kusilimisha. Tayeb, unajua sisi tunakuwa waoga kutumia neno bila kujua maana yake. Neno la demokrati ni neno ikimaanisha utawala au uongozi. Umeelewa vizuri? Neno peke yake linamaanisha uongozi. Sasa yule bwana alipoandika kitabu hakuandika al-khilafa al-islamia. Aliandika ad-demokratia akimaanisha uongozi wa. Tujaribu kwa fahimini namna hiyo, tusirukie kutaka kuharamisha kitabu kwa jina. Kwa hiyo kusudio la demokratia islamia sio hii tuitekeleze tuite Islam. Uongozi wa Kiislamu unatakiwa uweje, ndo akaandika kitabu ad-demokratia al-islamia. Amechukua neno hilo la Kiyunani kimaanisha demokrasi maana yake au demokrat maana yake ni uongozi. Tayeb, tusirudi huko tena. Na neno hili la al-pedagogi ni neno ambalo limechukuliwa vile vile likawekwa, lakini baadhi ya ulama wa tarbia katika Waislamu wanatumia neno at-takhtitu at-ta'limi. Wanaita at-takhtit at-ta'limi au at-takhtit at-tarbawi muradifa bikalimat at-tarbiya. Takhtit tarbawi iko na level mbili. Level ya kwanza inatofautiana na level ya pili.
level ya kwanza sisi hata tukajaribu kufanya hatuiwezi. Level ya kwanza ni takhtit tarbawi, ambayo ndio hiyo educational planning, tofauti na hii pedagogy goals juu planning ambao wanaita takhtitul pedagogy. Tukija katika takhtit tarbawi, nitawapa dondoo kwa sababu nimeandika kwa dondoo ili kusudi tusiende na makaratasi mengi na projection nyingi. At-takhtitu tarbawi wanasema inasifika kwa sifa ya kupangilia siasa ya tarbia na tamwili ya tarbia pamoja na ahdaf ambayo yarudi kwa mujtama. Ndio maana ya takhtit, yani ni amalia ambayo tahdifu ila tahqiq ahdaf siyasiya, iqtisadiya, ijtimaiya, ta'limia. Ndio maana ya takhtit tarbawi. Kivipi? Hapo kidogo tutatatizana, lakini tukubali kutatizana kidogo. Hapa nchini kwetu syllabus za shule kuanzia nursery school mpaka university, nani anapanga? Wacha twende masomo ya kufanya hiwar. Nani inapanga? Au nani anapanga? Baadhi tunasema Ministry of Education, wengine wanasema Kenya Curriculum Development, ambapo iko part of Ministry of Education au under Ministry of Education. Sasa nataka tuseme kitu kimoja. Wizaratu Tarbia, na hindo tunafaa tuielewe sisi pia. Wizaratu Tarbia kazi yake ni kusimamia education Kenya mzima, kuanzia level ya chini mpaka juu. Chini ya Ministry of Education kuna idara inayohusika na kupanga manahij peke yake, ambapo hii inaitwa KICD, iko chini ya Ministry of Education. Kazi yao ni nini? Kazi yao, wao ndio wanaopanga manhaj katika nchi, lakini si peke yao. Kuna kuwa na stakeholders, wahusishwa, wanaohusishwa. Angalia, wanapoamua kupanga manhaj, wanawatafuta khubara, wasomi katika manahij, wasomi katika ilmu nafsi tarbawi, wasomi katika masuala ya kidini, wasomi katika mambo ya mahisabu, yani wanakusanywa wale khubara kukaa kujadili nini? Sio kuandika kitu manhaj, wanajadili mwaka huu wa 2026 mpaka 2030 kuna tarajio mabadiliko mangapi katika mujtama au katika ulimwengu. Tuko pamoja mpaka hapo? Usisubiri mimi nikuandikie kitu kwenye karatasi, baadaye nitashare kwa email. Kila aliyeacha email yake tutashare karatasi, kila mmoja ajisomee, sawa sawa. Lakini twende pamoja kwa maarifa namna hii tunavyosomeshana. Wale khubara wanapoitwa, kabla hawajaandika chochote kwenye karatasi, wanakaa wanahadid wanataka kufanya nini, takhtit. Wanaangalia, je, mfumo wa kisiasa hivi sasa katika nchi yetu mpaka 2030 kuna tarajio mabadiliko mangapi? Washahisabu, washatathmini, zinawekwa kwenye karatasi. Sasa maadili yataathiriwa vipi na mabadiliko ya teknolojia katika ulimwengu? Kiwango fulani yanawekwa kwenye karatasi, zinaandikwa. Maradhi yanaendelea kuzuka kila leo, mpaka 2030 tutakuwa sisi tumepiga hatua gani katika kuepuka maradhi, yanawekwa kwenye karatasi. Hayo yote
Kisha ulimwengu wenyewe unavyobadilika kibiashara, kiuongozi, kijamii, utakapo tathmini hiyo, khubara wanaleta proposal sasa. Manhaj tutakayoandika lazima itekeleze mahitaji ya haya tuliojiuliza. Unajua uwezi kuandika somo lolote wala bahthi yoyote mpaka wenyewe wanaita sual. Katika khita ya bahthi lazima awalu shay ujiulize sual, limadha aktub, nataka kutatua nini ndio niandike. As'ilatul mushkilatul bahth wanaita, kuna as'ilatul bahth na mushkilatul na ahdaful bahth. Hizo zote unaposoma katika ilmu al-bahth tarbawi au ilmu al-bahth al-ilmi na zinginezo, unafundishwa kwa nini unaandika, unataka kutatua nini. Kwa hiyo unapoandikwa manhaj huwa kuna vitu vinataka kutatuliwa. Walipoamua kuacha system ya 844, unajua walihisi nini mpaka ibadilishwe system ya taalimu? Walikuja kujua kwamba maisha ya 1980s paka 90s tushairuka sisi, hatuko tena maisha hayo. Kivipi? Zamani wewe ulikuwa unaenda dukani kununua vitu kwa kadi, ulikuwa unatumia kadi? Hakuna siku unatumia kadi, ulikuwa unatumia pesa cash. Zamani unapopanda train ama unapopanda ndege, unapanda hivi unavyopanda sasa? Zamani nyumba unapanda na lifti ama na ngazi ama na lifti? Na ngazi. Sasa unaweza ukapata majumba marefu ya Nairobi yote hayana ngazi, ama ngazi yako tu emergency, lakini yanayotumika ni lift. Zamani ukitaka kusafiri unaenda stage kusubiri gari, sasa unafungua simu kwenye application, unaita gari mahali ulipo. Tuko mpaka hapo. Wakaona tukibakisha 844 sisi kimaisha tumebakishwa nyuma, twendeni na maisha inavyokwenda. Wakaweka kitu kinachoitwa CBC. Nani aliyeweka? Naam, KICD chini ya Ministry of Education, kwa kuwatumia khubara katika kila majali ili waweke chakula kinachonasibiana na watoto wa jili hii. Sawa jamaa? Ndio hivi sasa utamkuta baba hajui kutumia simu, lakini mtoto wa miaka 6 na 7 anajua kutumia simu. Ndio utakuta hivi sasa baba hawezi kuwasha TV, lakini mtoto wa miaka 6 na 7 anachukua remote, anabadilisha, utafikiri yeye ndio ametengeneza. Hata unashangaa watoto wa siku hizi bwana, tunabaki kusema hivyo tu sisi. Watoto wa siku hizi bwana majini. Si majini, kwa sababu wanajaribu kuishi maisha waliokuta wao. Sasa ndio maana ya kusikia manhaji inabadilika mara kwa mara, yanabadilishwa kwa sababu maisha inalazimisha kubadilishwa. Na hii CBC haitapita 10 years. Kwa tutakao kuwa hai utakuja kusikia 10 years ikifika, kwa sababu sura ya ulimwengu kubadilika imekuwa si sura ya zamani, ni sura tofauti. Kwa hiyo after 10 years kuna vitu vitazushwa. Zamani tulikuwa hatutumii hizi sisi kalamu kuandika kwenye whiteboard. Waacha hii sasa imetoka hapa, nenda katika nchi zilizoendelea. Tuliwahi kutembea na Ustadh Shami na timu tulikuwa nao sehemu ya karibu tu. Tukiingia tukitembezwa kwenye madaris za Kiislamu, unakuta ukuta, kila ukuta ndani ya fasli imewekwa screen. Ile screen kubwa ya 50 ngapi inches. Sawa? Isha installiwa vitabu vote ndani na activities zote na kila kitu iko ndani. Mwalimu akiingia anagusa tu start, files, madatul Quran, anshita. Tayeb, wanafunzi wote wako na iPad zao, imekuwa installed. Sual, manhaj ndio imeweza kutekeleza kumwandaa mwalimu anayeweza kutumia nini? Screen. Hiyo ni manhaj ndio imemtengeneza mwalimu sampuli hiyo. Mwalimu huyu akaweza kufungua na akasomesha. Sasa wale watoto kwao si ajabu, wanaona ni kitu wanaishi nacho maisha yao.
Ukimuuliza mtoto waambie, unakumbuka sisi tulikuwa tukiishi kwa kandili ya kutia mafuta taa? Wao hivi sasa wanaonyeshwa kwenye TV, hivi ni vitu vya zamani. Wanaambia nyinyi mliwahi kutumia hizi? Ambaye tuliwahi kutumia. Mimi pia natamani kutumia. Yani yeye anatamani maisha ya nyuma ajaribu kuitest ile maisha, kuionja. Wakati sisi tuliishi na maisha hayo mpaka tumetoka. Kuna watu hivi sasa hawaamini maisha kabla ya simu. Wanafikiria ulimwengu uliendelea na simu, kuanzia kuzaliwa simu zilikuweko. Sheikh, simu ni 1990 ngapi? Ndugu zetu wengine wamezaliwa simu zilikuwa ziko tayari hapa. Kuna watu sisi tuliishi kwenye makaratasi ya barua ya mkono ambayo itakufikia baada ya mwezi. Karatasi inahifadhiwa na inakufikia shekhe baada ya mwezi. Na imebeba salamu muhimu sana, salamu tu. Tuko pamoja? Yani unapewa habari ya furaha ama ya huzuni ya kifo nyumbani kwenu, unapata kujua baada ya mwezi fulani wako amekufa na tumemzika jana. Barua ukiiona ishapita miezi miwili au mwezi, unajiuliza nisafiri sasa nende nikafanye nini nyumbani? Nikatoe pole tu nirudi? Wacha mfungo sita imekaribia, nikifungwa madrasa nitaenda kabisa. Shekhe, tuliishi maisha hayo na sisi bado ni wadogo, lakini maisha hayo yalipita haraka sana. Ili tusifanye istirsal zaidi, kwa sababu nitoe nafasi tufanye munakasha na mujadala. Kwa hiyo at-takhtitu tarbawi maana yake ni mipangilio inayowekwa na wanaohusika ambao ni Ministry of Education chini ya curriculum development, chini ya stakeholders wengine na taasisi za kijamii, taasisi za kiserikali zingine. Ndio utakuta kuna chama cha walimu, chama cha manhaj, chama cha sijui nini. Zote hizo mwisho wao wanakuja chini ya Wazaratu Tarbia wa Taalim, kwa sababu wanatekeleza malengo hayo hayo. Kwa hiyo mimi na wewe kama mwalimu, kwanza ni aibu ukisema tumejiwekea manhaji. Ni aibu, tutachekwa. Wewe umeweka manhaji. Ulikuwa na khibra lini mpaka kuweza kutambua watoto kuanzia mwaka huu mpaka miaka 10 ijayo watahitaji vitu fulani, na ukakaa ukaiandika khibra inayotakiwa? Mimi na wewe tunaweza tukajiwekea muqarrar, lakini hatuwezi kujiwekea manhaji. Lazima tuelewe hiyo. Vipi? Kwa sababu manhaj ni tathmini iliyofanywa na khubara ya miaka 10 ijayo. Okay, tunaweza tukakaa mimi na wewe, kwa sababu ni swala la kidini, tukajipangia tukasema mambo ya dini hayabadiliki sana. Yanayobadilika ni baadhi ya mambo ambayo yanahitaji katika jamii. Haya ya dini tunaweza tukajiwekea hata ikakaa miaka 50 isibadilike, ni sawa. Lakini mimi nitakwambia jambo. Taalif yenyewe, utunzi wa vitabu wenyewe ilianza kwenye nini? Kwenye lauh, ikaja kwenye ngozi, ikaja kwenye mawe, ikaja kwenye ngozi, ikatoka ikaja kwenye makaratasi. Hizi za karatasi pia zilikuwa zikiandikwa hazina harakat wala niqat wala chochote, zikawekwa haraka na nukta na shakl. Baada hapo ikawa haikutosha, ikawekwa sharhi, ikaonekana sharhi nayo pia haitoshi, elimu ni kubwa, ikawekwa hashia. Hashia pia ikawa haitoshi, ikawa ni hashiatul hashia. Wajua yote ni nini? Ni tatawur, kwamba kila anayekuja kutunga kwa umri wake anakuta hii imewekwa bado haijawa wazi, wacha niipanue. Lakini kwa sharti asikosee, asivuruge ile ya kwanza, anawekea yake ikiitwa sharhi. Mimi nikija kusoma sharhi napata hapana, hata huyu sharih pia kuna vitu vingi aliviacha, wacha na mimi pia niongeze yangu, nitaandika chini hashia au taaliq. Umeelewa? Zinaendelea hivyo tatawuri ya elimu. Sasa katika manhaj pia ni nafsu shay. Mimi naweza kukwambia risalatul jamia ulikuwa ukisomesha, tulikuwa tukisomesha, labda hivi sasa zimefanywa tashjir, fani ya tashjir. Mshasikia tashjir? Ilipokuja kompyuta zikafanywa tashjir. Tashjir maana yake unatengeneza somo zima kama shajara. Vipi? Hizi tables ambazo tunawekewa, at-tahara iko kwenye box yake, kisha chini tanqasimu at-taharatu ila 3 aqsam, mathalan taharatul badan, taharatul makan, taharatul thawb kwa mfano. Tayib, taharatul makan mfano wake unaandika viboksi tu chini, yani kitabu kizima kinabaki ni maboksi na michoro na maneno ndani ya boksi, kwa sababu watu walijua hii ni njia rahisi ya kumwelewesha mtu. Tariqa tashjiria, wanafanya tashjir ama table. Tumefahamiana mpaka hapo? Dakika zangu zimeisha. Tayeb, niko na 5 minutes.
اوكي ممكن نسلم تمام. طيب Sayyid Sharif anataka kuondoka kwa sababu ana majukumu msikitini na saa hii imekaribia time ya swala. Tumpe nafasi shekhe letu atusalimie, atuambie nasaha na anayo nafasi ya kutufanyia sharhi na hashia na taaliq na tashjir zote, kisha sisi tutaendelea kukamilisha yaliyobaki. Fadhal Sharif. السلام شريف، كيف الحال؟ الله يبارك فيك حبيبي. الحمد لله. نعم الحال، شرفت. الأمور كلها على ما يرام. أنا لا أعرف ما صار. عندك ما تريد وشجعهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، إنني لا أقول أمامكم شيئا كثيرا، وإنما قفت أمامكم هنا لأسلمكم فقط ولأهنئكم. أنتم المعلمون وأنتم العلماء، هذه الوجوه النيرة الجالسة في هذا المكان الطيب، أنتم العلماء الذين كنتم تعلمون الناس. والعلم لا ينتهي مع العمر، لا ينتهي بالكبر، إنما ينتهي مع العمر. العلم من المهد إلى اللحد، وكل ما سيلقيه هؤلاء الأساتذة من العلوم الملفقة. أشار لنا الحبيب هنا تلك الأهداف التي هي رموز من رموزات التعليم وأهداف من أهداف التعليم، والمقصد منها من هذه المعلومات الكثيرة هو مقصد واحد، وما هو؟ إنما هو العبادة. لأن هذا الإنسان إن لم يخلق إلا ليعبد الله الذي خلقه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمطلوب الأهم من المعلم ومن المشايخ ومن المؤمنين جميعا في أعمالهم الإخلاص والإتقان. الإخلاص والإتقان. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. المعلم إذا لم يكن تعليمه في تعليمه مخلصا، تعليمه هذا لا ينفعه هو نفسه ولا ينفع طلبته وتلاميذه. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. المعلم حينما يعلم الناس المطلوب منه التقوى في هذا المجال الذي هو فيه في تلك اللحظة، هو مجال التعليم. وما تقواه؟ تقواه هي أن يكون مخلصا لله في تعليمه للإنسان. وإذا فقد الإخلاص لم ينفع ذاك التعليم، لم ينتفع ذلك التعليم هو نفسه، ولن ينفع ذلك التعليم من يعلمه. هذا الدين أنزل من قبل الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة سيدنا جبريل عليه السلام.
على هذا السند. وصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة من لقيه من الصحابة ومن بعدهم من التابعين إلى أن وصل إلينا. وأنت أيها المعلم ستدخل في تلك السلسلة، لأنك ستروي هذا العلم من علمك، وسيروي منك من ستعلمه. وما عليك إلا أن تكون عادلا مخلصا فيما ستساهمه من إبلاغ هذا الدين. أحبابي في الله، أنتم العلماء، وربما كثير منكم يعرف ما سيلقي إليه هؤلاء الأساتذة الكرام، ولكن جلوسه هنا واستماعه إلى هذه المعلومات ستنفعه، حتى وإن كان عالما بتلك المعلومات. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن الذي يحب دينه ويحب العلم ويحب استماع العلم ويحب استفادة العلم هو الذي سينفعه هذا العلم وستنفعه هذه الدروس. أحبابي في الله، إنما وقفت أمامكم لأسلمكم إن شاء الله تعالى، وأتمنى أن تكون هذه الدورة دورة نافعة طيبة إن شاء الله تعالى، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون دورة مستمرة سنستفيد منها إن شاء الله تعالى في المستقبل أكثر مما استفدنا فيما مضى إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وجزا الله عن أساتذتنا هؤلاء بالخير الكثير إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدعاء للحبيب إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خير، الله يبارك فيكم. السيد الشريف كما تعلمون هو إمام مسجد صحابة في إسلي، وهو and is a general secretary Kenya Fatwa. ما شاء الله نشارك معه في خدمة مسجد النور في ساوث سي. له ما شاء الله همة، وبهمته ما شاء الله ننهض بإذن الله. فنسأل أنتم في ذاك إن شاء الله، نسأل منه إن شاء الله يذكرنا في صالح الدعاء. بكرة إن شاء الله بيكون معنا إن شاء الله. وما شاء الله ilikuwa ni fursa mzuri fadilata Said Sharif apate kupumua na kutuandikia kwenye ubao. Kwa hivyo inshallah nafikiri nafasi ni mzuri. Palipobakia Saidi Omar Muhdhar atamaliza, kama ni hiwar, kama ni inshallah. Tafadhali. Nafikiri katika masomo ya mwalimu ni time management, idaratul waqt. Hana kitu cha kupoteza. Kwa hivyo kitambo Said al-Habib Omar Muhdhar anatutengenezea mambo mazuri. Tunataka tujichangamshe. Chai ilikuwa nzito. Chai tulipoikunywa it was a very strong tea. Chai nzito. Kwa hivyo nimeona wengine wanadona kwa sababu chai ilikuwa nzito. Sasa Sheikh Ahmad Idris huyo amesoma Azhar,
na wamesoma pamoja na Fadhila Sayyid Omar Mahdhar, na pia ni classmate wa Dr. Mubarak Ahmad Awais. Wamesoma pamoja, wamemaliza pamoja, na ndio maana ndugu yake akamkumbuka kwa tulikuwa naye klasi kimoja, na tulipokwenda kutembea Azhar wakati tulipokuwa tuko pale pia tulikwenda naye. Sasa wengine walikuwa kituita twins, katoni nilikuwa na mwili mzuri na yeye alikuwa na mwili mzuri, kwa hivyo tukitembea tulikuwa tuitwa twins. Kwa nikimwona na mimi nakumbuka, naomba dakika zisopungua chache aje inshallah tufanyie warm up kidogo, activities tuone kidogo activities za Nairobi ziko vipi. Wale waliokuwa watu wa pwani wachukue notes, atuchangamshe inshallah, tuamke atatufanyia ni chemsha bongo, ni mwili, yeye mwenyewe ataangalia vile takavyokuwa. Naomba tu inshallah, sababu tunalala, si ndio? Sote tuamke, amshe mwili, si ndio? Naomba chora Alif na mwili yako, chora Alif na kichoraji. Chemsha bongo, si ndio? Haya, nasema nikisema Alif unabaki chini, nikisema dauna tuanze ba ta Alif ba. Aya, twende. Ilikuwa majaribio sasa. Aya, twende. Nafikiri sina zawadi lakini. Aya, hiyo ilikuwa majaribio. Alif ba ta Alif ta Alif ba. Assalamu alaikum. At least tunachemsha bongo, si ndio? Inshallah. Inshallah, jazakumullah khair. Hiyo ni Nairobi habiba, bani ya Masri. Ya Masri inshallah. Inshallah tumechangamka. Fadhila al-Ustadh, tafadhali mashkura majuu. Naam. Huyo rafiki yangu sisi tulikuwa tunampa jina fulani, lakini labda yeye ashakuwa mkubwa sasa, hilo jina halitaki tena. Ndio wanafunzi wana taabu. Tulikuwa wanafunzi tulikuwa na taabu. Lakini jina lenyewe la kinyumbani, jina lake maarufu huko jamaa anamuita Kamu. Tulikuwa tukiwasikia wenzake wa Nairobi wakimuita Kamu, si ndio? Ustadh Kamu. Tayeb. Nimalize kwa sababu dakika pia zimeisha. Shukran Sheikh Ahmad, shukran al-Akh Sheikh Mahmud. Tuandike hadi kitaba saria, au siku hizi watu wanakuwa rahisi, una zoom tu pale ulipo, unapiga simu. Ndio hayo tuliosema. Zamani ilikuwa lazima uandike kwenye ngozi, tukaja kwenye kartasi. Sasa hata huhitaji kamwe kuandika, unapiga picha. Na bado haijatosha. Sasa ushawahi kusikia picha inasomwa inakuwa maneno? Kuna barnamij kwenye simu, ukigusia picha hivi inageuza picha inakuwa maneno. Ishafika hapo. Tayeb, baadaye utapiga picha. Tuangalie kwanza, tusome sarian ili tuliozungumza yote mulakhas yake iwe hii sawa sawa. Tayeb, tumesema at-takhtit tarbawi inatofautiana na at-takhtit al-bidagoji, sawa kama alivyoandika ndugu yangu Ustadh Uthman, mtoto ustadhi wetu, katika kuandaa barnamij aliandika pedagogical planning. Hiyo ndio sawa, kwa sababu kusudio langu ilikuwa sio hili, lakini ilikuwa hatuwezi kusoma hili ikiwa hatujalifahamu hili, kwa sababu tuweze kutofautisha kumbe manhaj ni kitu kingine na wahusika ni watu wengine, na usomeshaji ni kitu kingine na wahusika wengine. Sisi wote tunakoroga mambo. At-takhtitu tarbawi mulakhas yake masala taarif na nini, kisha tutatuma email kwenye makaratasi, mtu ataprint mwenyewe kivyake akiacha email yake. Ina mustawa na ina wahusika
na ina muda na ina majali inayohusika na ina lengo. Sawa sawa? Ina mustawa, kiwango chake cha takhtit ni gani, wahusika ni kina nani wanaopanga takhtit ya tarbawi, na muda unaotumika wa kupanga ama kutumika kilichopangwa ni muda gani, na inatumika sehemu gani, na lengo lake ni nini. Sawa? Ukiangalia ya chini pia ni nafsu shay, mustawa ni gani, jiha mas'ula ni gani, almada zamani ni gani, almajal ni gani, alhadaf ni gani. Sasa tuje muqarana. Mustawa wa takhtit tarbawi ni shumuliyun wa muassasiyun. Shumuliyun wa muassasiyun manake nini? Wanaopanga mikakati ya tarbia ambayo ni hayo ya kutengenezwa kina manhaj na turuku tadris na namna ya anshita na zinginezo, kwa kuzingatia mahitaji ya mujtama ya kisiasa, ya kijamii na suqul amal. Tutasoma chini kwenye hadaf. Wanaohusika ni muasasa, ndio pale tukawa mfano akasema aljihatul mas'ula, wazaratu tarbiya, na khubara na suqul qarar wale stakeholders. Sawa? Ndio utasikia swala la kielimu linajadiliwa na taasisi zinazohusika. Wale watu wanapoitwa wanaitwa kwa sababu wao ni nani? Ni khubara. Una apply haswa, unaambiwa kama wewe uko katika majali ya tarbia na taalim, tuma application yako uingie katika team ya wanaoandaa nini, wanaoandaa curriculum na kuchambua curriculum. Ndio maana utasikia kumetangazwa nafasi, watu wanaenda wanajoin. Kama vile ukisikia haya kumetangazwa nafasi ya makadhi kwa mfano, kila wenye qualification hizi watume application zao, kwa sababu ndio wanatakiwa watekeleze yale yaliyowekwa kutekelezwa katika judiciary kwa upande wa Qadhi Court. Mumeelewa vizuri? Kwa hiyo kila majali ina khubara wake. Sasa mwingine anakuwa anapiga makelele, mbona sisi hatukuhusishwa? Mbona sisi hatukuitwa? Shekhe, wewe utaitwa. Ishaitwa, watu washaitwa kuambiwa wenye qualification watume qualification zao. Sasa wewe ilikuwa uitwe vipi? Unajua lazima tuwe waqiyin, sio? Waqi manake kuwa kubali hali kwa sababu hivi vitu vinapangwa kiprofessional, lazima wewe pia uingie kwenye system ya professional. La pili, jiha mas'ula ni wazaratu tarbiya na khubara na sunnaul qarar. Sunnaul qarar ni zile jiha zinazosimamia kupitisha hayo. Almada zamani, kitakachopangwa hichi cha tarbiya kinatumika muda gani? Wenyewe anasema baidul mada, hii inakaa muda, inatumika kwa muda mrefu. Yani mukhrajati yake, ile kilichotolewa chake kinakaa muda mrefu. Kwa mfano akasema sanawat au uqud. Sanawat wenyewe wanakadiria mwaka mpaka miaka 6 au miaka 10 mpaka 20. Yani lau manhaji itatengenezwa, curriculum ikawekwa, wale khubara washaitathmini kwamba mashini hii, sasa wenye watengeza simu pia wanatuambia warranty yake ni 1 year, si ndio? Maana wao washajua after 1 year inaweza ikaleta shida, lakini sisi tunakudhaminia 1 year. Kwa hiyo manhaj pia inakimu mahitaji ya jamii, ya kiongozi, ya kisiasa, ya kiiktisa, ya kiuchumi, ya kimaadili, ya kinini na nini, kwa muda wa miaka 10 au zaidi. Yani sanawat mpaka 6 sanawat au uqud. Uqud maana yake inaweza kuwa ni 20 ama 30 years. Ndio pale ukasikia vision 2030 ama vision 2060. Hizi vitu vishakadiriwa kwa sababu ndio ishajulikana mujtama unakuwa mabadiliko gani. Tayib, majali yake ni gani? Inahusika na nini? Hii takhtit inapanga nini? Takhtitu tarbawi yatupangia nini? Maana takhtit ni kupanga, yapanga nini? Binaul manahij, kutengeneza sasa manhaj haitengenezwi na mtu, manhaj inatengenezwa na wizara. Tunaelewana vizuri? Hata sisi walimu wa madrasa tukiamua kutengeneza manhaji ya kidini, nikitengeneza peke yangu kama madrasa yangu, ni lazima niwe na khubara wanaoweza kuzunguka pande zote za manhaj ili wanisaidie nitengeneze. Siwezi tengeneza peke yangu. Pengine huyu amesoma sharia, anaweza kutengeneza manhaji ya masomo ya kisheria, lakini ikija masomo ya kilugha lazima amhitaji mtu wa khabir fi lugha. Akihitaji masala ya sira kutengeneza, lazima amtafute khabir fi sira. Akitaka kueleza somo la akhlaq, lazima amtafute mtu aliyesoma tarbia. Akihitaji masomo ya kutengenezwa al-adab wa nusus na zinginezo, lazima awatafute khubara ili mutengeneze kitu cha pamoja kinachoenda kwa nidhamu ambayo kisha mukipeleka kwa Ministry of Education,
hata kama hawatatumia wao kama yao, lakini watawakubalia nyinyi mutumie kama nini? Kama manhaj. Mtaambiwa hii imekimu mahitaji ya jamii. Umeelewa vizuri jamaa? Tayeb, binaul manahij, tamwilu ta'lim. Tamwil maana yake nini? Kufund, kusponsor. Unaona ndio kazi ya nini? Kazi ya wizara. Wizara baada ya kutengeneza curriculum, kuna ile jaribio la curriculum. Nani anayetoa pesa? Ni wizara, ni serikali. Ishatengewa pesa yake ya kufanywa. Ndio sasa hivi kwenye piloting, jaribio baada hapo shika kasi. Unajua hilo jaribio pia baadaye kuna comments zinaletwa na wale khubara. Hii hapa haikufaa, ibadilishwe iwekwe hii, hapa ibadilishwe iongezwe ipunguzwe, hii haitaendana na watoto wa mashambani. Maana kuna vitu lazima ionyeshwe kwenye TV. Lazima ionyeshwe, lazima kuna internet. Sasa watoto wa mashambani wengine hawana internet. Wanasema hii haitaendana na watoto wote wa Kenya. Lazima hili watoto wa mashambani ima wasibanwe katika hili kwa sababu kwao hakuna vifaa namna hiyo. Inshaul madaris, vile vile kujenga madaris. Hii ni kazi ya wizara kupanga manhaj, kufund na kusponsor taalim na kujenga madaris na kuwaajiri walimu. Umefahamu? Sasa mara nyingine sisi tunakuwa wakali kutaka kutengeneza manhaj, kumbe ni kazi ya wizara au kazi ya taasisi. Njoo Ustadh Shami na markazi yako, Markazun Nur. Njoo Sheikh fulani na markazi yako, Markazul Huda kwa mfano. Njoo fulani na muasasa yako, muasasa ya kuboresha jamii. Tushirikiane kama stakeholders, tuwaite khubara kwa walugha, wa sheria, wa sira, wa da'wa, wa kadha na kadha. Tutengeneze mfumo wa taalim katika madaris zetu za Kiislamu. Hii ndio manhaji inavyotengenezwa Sheikh. Sio mimi tu na wewe tunakaa peke yetu. Mimi nimesoma sheria, Sheikh Ahmad amesoma sheria. Haya njoo tukae tutengeneze manhaji mimi na wewe. Tutabaki kutengeneza masomo ya kisheria tu labda, na kiziri ni fiqh, usulul fiqh, hadith, ahkam, masala madogo ya sheria, imeishia hapo. Kesho tutamhitaji mtu wa lugha, lazima tumwangalie nani aliyesoma lugha. Kisha tutahitaji mtu anayetambua manahij, lazima tumtafute mtu wa tarbia, ndio mtu aliyesoma education. Lazima watu wahusishwe ndio watengeneze kitu. Hichi kitu zamani wazee wetu walikuwa kitengeneza kwa sababu kulikuwa watu hawajaendelea namna hii. Hakukuwa na takhasusat. Kila mmoja kile kiwango alichopewa na Mola, anaambia bwana kile ulichonacho tuletee sisi tunahaja nacho. Tutengenezee. Wewe tengeneza hadithi, wewe tengeneza nahwu, wewe tengeneza sarfa, wewe tengeneza faraid. Ndio ulama wetu wakatunga, lakini hatusemi kwamba haifai kuwa ni manhaj. Lakini kwa nidhamu ya kisasa ya mabadiliko ya majali ya taalim, tunahitaji turuke na sisi tufike katika level ya kisasa. Masomo ni hayo tuyaboreshe, tuyapange, tuyatimize ili ifike hapo. Niende haraka. Lengo ni nini? Lengo la takhtit tarbawi ni nini? Islahul manzumati at-ta'limiyati wa rabt mukhrajat at-ta'lim bi suq al-amal. Hapo ndo tumefeli sisi. Hadaf ya kutengenezwa manhaj na mukhattat, yani takhtit tarbawi, lengo lake ni kuboresha taasisi za kielimu. Islahul manzuma ta'limiyya ni ile manzuma yenyewe, ile inaitwaje manzuma kwa Kiswahili? Mkusanyiko wa kielimu wote ule uboreshwe uwe na mustawa mzuri. Mimi nikupe mfano. Uzungumzaji Kiingereza Kenya unaweza linganisha na uzungumzaji Kiingereza Tanzania bila kuaibisha. Kwa nini? Kwa sababu takhtiti yetu ya tarbawi ya Kenya imefocus na imetegemea lugha ya Kiingereza, na usomeshaji lazima uwe ni kwa lugha ya. Na nitakwambia kinyume. Je, ufahamu wa Kiswahili wa Kenya utalinganishwa na ufahamu wa Kiswahili wa Tanzania? Kwa sababu masomo yote yanatengenezwa kwa lugha ya. Sasa hiyo ni ahdafu yao ya nchi yao, hatuingilii. Na sisi pia huku ni ahdafu yetu ya nchi yetu, hatuingiliwi namna hiyo. Sasa kwa hiyo malengo ni kutengeneza mkusanyiko wa taasisi za kielimu na kuunganisha na mukhrajatu taalim. Wewe umewatoa watu, si ndio? Si umetoa watu? Watu wakimaliza university wanaitwa nani hao? Sema mukhrajat. Kwa Kiarabu wanaitaje? Ni khirijin, lakini kwa lugha nyingine wanaita mukhraj. Mukhraj ni kitu kilichoprocessiwa kikatolewa, yani natija, matokeo. Yes, sasa mukhraj taalim ni mimi na wewe na mwingine tumetolewa, mathalan tushamaliza level tulizowekewa. Je, sisi tuna fit suqul amal? Unajua suqul amal ni nini? Yani mahitaji ya jamii.
Mimi nitakupa kitu kimoja challenge. Sisi tuliokaa walimu hapa ambao tumesoma katika madaris za Kiislamu za kawaida, je, soko la amali ya Nairobi tunaifit? Tuseme ukweli, tuseme tu ukweli. Pengine percentage kidogo ndio ina fit soko la amali ya Nairobi. Kivipi? Na maanisha watu wa Nairobi kuanzia wanaozaliwa mpaka wazee sasa lugha wanaotegemea ni Kiingereza. Kwa mfano, si ndio? Mwalimu aliyesoma kwenye madrasa ya Kiislamu isiyokuwa na taalimu ya lugha ya Kiingereza, yani lugha hajafundishwa hata kama lugha pia, anapokuja hapa anapata tatizo ama hapati? Kwa nini apate tatizo? Kwa sababu yeye ni mukhraj, ametolewa katika madrasa fulani, lakini madrasa hii haijazingatia kwamba huyu kesho ataenda kuwa Nairobi mwalimu na atahitaji lugha ya Kiingereza. Kesho anakuwa ni khatibu Nairobi, anahitaji kuzungumza Kiingereza. Ina maana sasa wewe ni mukhraj, lakini kuna majal fulani Nairobi husilihi wewe. Tabidi wenzako wanaosilihi wafanyeje? Wakupita wakafanye wao, kwa sababu wao ni mukhraj ambao imetolewa katika mfumo tofauti na yako. Sasa ili tuweze kufit kuwa maimamu wa Nairobi na walimu wa madrasa wa Nairobi, tuweje? Katika takhtit tarbawi sasa tuanze kufikiria madaris zetu za Kiislamu zinahitaji kufundisha somo la lugha ya Kiingereza kama lugha. Rafiki yangu mmoja nilisoma naye lugha ya Kiarabu, ananiambia bwana, mimi nimepata uwalishi wa kwenda kufundisha katika taasisi ya Kikatholiki ya maduat wa Katholiki kufundishwa lugha ya Kiarabu. Kwa nini? Asema kwa sababu hawa wanataka kufahamu hadithi na Qur'ani ili watu challenge sisi kwa Qur'ani yetu na hadithi yetu. Wakaweka kitengo cha kusomesha lugha ya Kiarabu. Je, leo tunaweza kufikiria kwenye madrasa yetu kuweka kufundisha lugha tu ya Kiingereza kama lugha tu? Tufikirie sana. Takhtitu albidagoji ambayo ni takhtit ta'limi, mustawa yake ni as-safi wa ijra'i, ijza'i au ijra'i. Hii level yake ni level ya class. Yani hii inaweza nikakwambia ni lesson plan. Hii takhtitu tarbawi kwa mustawa ya kifaslu haiitwi kutunga manhaj shekhe, ni kupanga namna ya kusomesha ulicho nacho, yani ile muqarrar unayo nitasomesha vipi. Mustawa yake ni safi, maana safi ni fasle, safi dirasi, si ndio? Ima ni mutawassita au ibtidaiya au thanawiyya. Saf maana yake ni safu dirasi au marhala. Aljihatu almas'ula, nani anayehusika kutengeneza takhtitu ta'limi? Almudarris wa taqimu tarbawi, na ile team ya tarbia iliyoko ndani ya madrasa au ndani ya shule. Si kuna mtu anaitwa academic master, si kuna mtu anaitwa principal, si kuna mtu anaitwa mudir, si naibul mudir. Sasa kuna majukumu yamepangwa. Huyu kazi yake ni kupanga manhaj na lesson plan, kusimamia na kupanga barnamij ya kusomesha. Kwa ajili hiyo hii at-takhtitu al-bidagoji ambayo ni takhtit ta'limi haihusiani na Wizara ya Taalim. Kazi yenu ni nini hapa sasa? Kazi yenu nyinyi ni kuchukua manhaji ya muassasa kujaribu kutabikisha kwenye mustawa gani wa class na mustawa madrasa. Na tunatumia nini sisi? Hatutumii manhaj, tunatumia muqarrar. Ile manhaj inawekwa kama kujua kwamba malengo yanayotakiwa kutekelezwa kwa kila faslu ni haya. Malengo haya yanatengelezwa na vitabu gani na gani na gani. Chagua kitabu unachotaka wewe. Unaweza ukachukua kitabu cha lugha au cha nahwu, mathalan al-arabiyya baina yadayk, na mimi nikachukua al-arabiyya lilmadaris thanawiyya, mwingine akachukua al-arabiyya gani na gani, lakini malengo ni gani? Tunataka kufundisha kiwango fulani cha lugha katika marhala fulani. Chagua kitabu unachotaka wewe, lakini manhaj usikhalifu, yani ulichopangiwa kwamba kwa marhala haya somesha haya, usiruke hayo. Tayib, jiha mas'ula ni mudarris na taqim ya tarbawi, wale team ya tarbia ndani ya madrasa. Almada zamani, muda wake ni gani? Qasir au mutawassit, ni muda mfupi au kati na kati. Vipi? Yani wewe unaweza ukapangia at-takhtitu al-bidagoji somo moja peke yake, hata si somo, hissa moja. Yani mimi nataka kuingia kusomesha leo at-takhtitu tarbawi, nimejipanga hivi mimi, hii nimeipangia kwa sababu naja kwenye hissa yangu ya kutoa muhadhara. Kwa hiyo hii inaitwa takhtit bidagoji.
mnahitaji nini, nimepanga nini, nitasomesha vipi, nitauliza maswali gani, hadafu yangu ni gani. Tayib, ima itakuwa ni hisa au ni unapangilia lesson plan ya wiki mzima, au unapanga lesson plan ya mwezi mzima, au unapanga lesson plan ya mwaka mzima. Ndugu zangu walimu, ikiwa hatupangii hisa tunayosomesha, namna kusomesha, mbinu zinazotumika, maswali yake na anshita yake na takwimu yake, hatujaweza kuifanyia hisa, hatutaweza kufanyia wiki, masomo ya wiki mzima, hatutaweza kufanyia masomo ya mwezi mzima, hatutaweza kufanyia masomo ya mwaka mzima. Na tukikosa hii, tutakuwa tumekosa at-takhtitul at-ta'limi, na tutakuwa tunaenda kiholela bila mipangilio, ile itqani inakosekana. Majali yake ni gani? Yani hii majali yake ni kutengeneza manahiji na kuboresha na kujenga madaris, si ndio? Kwenye wizara. Lakini kwenye madrasa ni tahdhiru durus, ni kutayarisha masomo kulingana na manhaji na kuongoza vipi. Umeelewa? Tengeneza masomo yako ya leo, nitapangilia vipi kwa wiki, kwa mwezi, kwa mwaka, kwa kutekeleza malengo yaliyowekwa na manhaj iliyowekwa na taasisi, iwe taasisi ya serikali ya taalim au taasisi zetu za Kiislamu tulivyokubaliana kwamba hii ndio itakuwa ni manhaji yetu, malengo yake ni haya kwa kila mustawa, tuweze kuyatekeleza. Kwa hiyo majali yake ni kutayarisha masomo, tahdidul anshita, zile yale maswali yanayotumika, zile activities tutakaotumika, tutakaotumia katika kufanya takwimu ya mtoto huyo amefahamu au hakufahamu, lazima tuyapange sisi wenyewe. Ndio utakuta kuna kamil hadhihi aljumla, yani katika anshita. Tabiq alwudu, wewe unafundisha adhan, shekhe, mara nyingine inasikitisha, mwanafunzi amemaliza marhala ya thanawia hajui kuadhini. Hamjai kuona nini? Lao tutafanya ikhtibara hapa, samahani walimu, lakini kuna watu 10 watafeli kuadhini. Wakati mmoja na Sheikh Ahmad na Sheikh Mubarak tulienda kwa muqri al-Quran Masjid al-Imam Shafi'i Masr, tuenda kufanya tasmii Quran, kusikizwa. Basi tulipewa dozi ya wiki mzima, tukaambiwa leo tumesikilizwa suratul Fatiha peke yake. Tukaambiwa nendeni sasa mkafanye tena murajaa, baada ya mwalimu kuturudia tena wiki ijayo Ijumaa muje tena musikizwe Fatiha. Hapo tuko sana ula kulia, kwa sababu anajua bado hii Fatiha haijakaa. Kwa hiyo na adhana pia shekhi, kuna watu mpaka leo ya ala salah, salah sio salah, ni salah. Hiyo sasa unajua kuadhini. Akija katika falah anakuambia hayya ala al-falah kwa ha. Sasa طيب المجال تحضير الدروس na anshita as-saffiyya ndani ya class wa ikhtiyaru al-wasail ya kufundishia. Hadaf yake ni nini? Tahqiqu ahdaf ta'limiyya muhaddada lada al-mutaallim, ni kutekeleza malengo ya kimasomo ya kielimu yaliyokusudiwa kufundishwa yule nani? Mwanafunzi aliyelengwa. Na msisahau hadafu ya masomo ni gani? Tumesema ya tarbia ni 3: alhadafu alma'rifi walhadafu almaharati walhadaf alwijdani. Kwa hiyo mwanafunzi wako nikitoka kwenye hisa yangu amepata maarifa kuhusu jambo fulani, amejua kutenda jambo fulani kama kujaza ama kujibu maswali, na vile vile ameondoka na mafunzo ya kiimani ambayo ataenda kufanyaje? Kutekeleza katika jamii. Ndio tutakuwa sisi tumetumikia jamii kimaarifa, kiimani na qiyam, na vile vile kimahara. Ndio mwalimu wetu anaweza sasa maharati. Wewe Sheikh uko Nairobi, si ndio? Si ndio? Ukambani kule kwetu kwa kina nani? Tayeb. Sasa unaweza ukaniambia mara, ustadh, niliwahi kuombwa nitoe khutba kwa Kiingereza mathalan, si ndio? Kwa mfano. Lakini lilasaf sikuwa na uzoefu wa kutoa khutba kwa Kiingereza. Tutakwambia hapo mahara ya kuhutubu kwa Kiingereza imefanyaje? Haipo. Na si kosa lake. Kwake nimetoa mfano tu. Si kosa yule imam. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ni mukhraj, ametolewa mahali iliyomtengeneza, haijamtengeneza kuweza kufit kuwa khatibu wa lugha ya Kiingereza.
Nadhani mimi mpaka hapo nimemaliza, na wakati wangu umeenda sana mpaka saa 7. Kama kuna mudakhala, kama kuna sual, kama kuna anything, inshallah kwa ruksa ya wasimamizi wetu tutajibu na tutashirikiana katika fikra. Na kama umefaidika na jambo pia tujue kwamba umefaidika, angalau unaweza kutekeleza jambo. Sasa nimetofautisha, kumbe kuna kazi inahusu wizara au taasisi zetu za kidini, na kuna kazi inaweza fanywa na mtu binafsi. Mambo ya darasa lako jipangie binafsi, lakini mambo ya madrasa mzima kwamba manhaji itatumika gani, shekhe, ukijiwekea manhaj utafeli, kwa sababu wewe mtu mmoja huwezi kuwa ni khabir katika kila majali. Lazima utaji wenzako unaokaa nao. Ndio pale mimi na kina Ustadh Shami na Ustadh Muhammad na kina Abdurrahman na wengine tulikuwa tukipiga makelele siku za jamani, hebu mamudiri wetu wa madaris njoni tukae pamoja, tupange mipangilio ambayo itatuunganisha, tuwe malengo yetu ya taalimu ni moja, na vitabu vitakavyotumika baadaye kila moja ana khiari, lakini malengo yatekelezwe yale tuliyokubaliana, ili mustawa wa watoto wetu tutakao watoa tuwe ni watu tunawatoa wana fit, wanakubali kuingia kila mahali. Shekhe, hakuna mtu anayelingania siku zote kuondosha hiki kuweka chake. Hatuko hapo sisi. Tuko katika malengo tuyapange kisasa, ahdaf zipangwe, muqarrarat ziboreshwe, kama za kuongezwa ziongezwe, kama masomo mengine hatuna tuyaongeze, ili Azhar na kwengineko na Sudan na wapi shahada zetu zikionekana. Maana hivi sasa ukipeleka shahada hata kwa ministry ya NEC hawa inatoaje NEC, sio NEC, wakitaka kutathmini shahada zetu za Azhar kwa mfano ya thanawia, maana sisi tulikuwa thanawia mpaka ya Azhar pia, wanatuambia leteni kashfu darajat. Wanataka kujua tumesoma masomo gani, kisha wanaitathmini, kisha wanatuandikia shahada kwamba shahada hii ya Azhar ya thanawia imefika kiwango cha kuzingatiwa kama shahada thanawia ya Kenya, wanaita certification. Wanafanya hiyo. Na sisi pia za madarasa zetu lau zitakuwa na vigezo vinavyotakiwa kiulimwengu tukiviweka, baadaye hata ukika kwenye Ministry of Education wakufanyia certification, wanaweza wakatathmini wakasema huyu kilugha Kiingereza yuko sawa, huyu hisabu anaielewa vizuri, lugha Kiarabu anaijua, Kiswahili anaijua, hapo ushaweza kupewa certificate ya secondary. Lakini kwa upande wa madrasa ndio tunaopigania hayo. Assalamu alaikum. حي على الصلاة.